Lakini jambo jingine sasa pia kwa TANROADS na kwa TARURA na kwa jiji na manispaa zingine zote, bahati nzuri wakurugenzi wako hapa. Ukienda katika mataifa yote, Dar es Salaam kwa mfano, leo mna zile kampuni zinaitwa kampuni za kukamata wrong parking zile. Yaani zile kampuni, sijui kama mmeshawahi kujua, mnachopata nyinyi na wanachopata wao. Lile ni genge la corruption. Ni kubwa sana. Na genge kubwa sana la corruption. Vibaka na watu ambao hawahusiani ndio wanaoendeleza zile kazi. Sasa ukiangalia kwa mfano National Housing, majengo yote yaliyoko pale Kariakoo, majengo yetu sisi halmashauri tumewekeza maduka. Katika majengo yote tumewekeza maduka. Sasa ukija kujiuliza, haya maduka yanayowekeza hapa, watu wanaokuja na magari watapakiwa. Sasa tunakuwa na knowledge ambazo wakati fulani hatuangalii zile huduma zingine zitakazofuata baada hapo. Kwa hiyo tunachotakiwa sasa hizi tuanze kuwekeza pia kwenye parking za kwenda juu, ambapo ukiwa na maparking ya kutosha ni rahisi kumwambia mtu hapa wrong park na unampiga fine. Ukienda kwenye nchi zingine nyingi sana, hata mapato wala wagombani, mapato ya nchi zao ni makosa mbalimbali ya watu. Nenda hata Finland, kila kitu kinachofanyika fine. Sasa hapo itakuwa ni jambo moja rahisi sana. Kwa leo ukiangalia ile Kariakoo yote ambapo nakwenda humo Posta humo, parking ni kama hatuna. Sasa mabasi magari yatakaa wapi? Hii Jangwani leo hii ambayo tunaizungumzia, bonde la Msimbazi, ambao tunataka kulifanyia kazi vizuri, sijui kama tunaweza tukawa tunawaza hata masuala ya parking. Leo parking ni mtaji. Unaweza kutengeneza hata ukumbi wako vizuri, ukumbi mzuri, lakini utasikia mtu vipi, parking zipo. Tayari umekwama. Kwa hiyo tuanze kuangalia mambo ya parking jinsi yatakavyokuwa.